Ni tukio lililozua majonzi na taharuki miongoni mwa wanajamii. Tukio hilo lililotokea maeneo ya Mpanda Hoteli, manispaa ya Mpanda, mkoani Katavi, na hapa ndugu wanaeleza undani wa tukio hilo. Nilipotoka hospitali, mwanangu alikuwa yuko salama na viungo vyake vyote. Tulifika tukampumzisha humo ndani. Sisi tukawa tumetoka tukakaa hapa, lakini alikuwa salama na viungo vyake vyote. Ila tu ghafla tunakuta mtoto hana pua. Kimeniathiri sana kisaikolojia, nimeathirika. Kwa sababu ni swala gumu. Mwanangu mimi sawa kafariki, nimekubali mipango ya Mungu. Sasa hiyo pua tena hapo, kwa nini siwepo? Kakaa pembeni kwa ajili ya kujua namna utaratibu wa dhehebu lake ni dini gani, na yule mtoto alimuita jina gani, alafu ili tufanye mawasiliano na dhehebu lile ili kesho tufanye maandalizi ya kuzika. Muda huo tunaongea, tukawa tumesikia kelele humo ndani. Yule mama na kutoka nje anapiga kelele, jamani, njoneni muone maajabu haya. Yaani njoneni muone maajabu, kitendo kilichofanyika hiki, njoneni muone. Sasa anapiga kelele na huko analia. Ikabidi sisi tukaondoka hapo kwenda sasa. Kufika ndo kumfuata mpaka ndani, ndo kutufunulia ile nguo. Hebu angalieni marehemu walivyomfanya kitendo hiki. Hiki kitendo ni sawa hiki. Kumfunua hivi ndio kuona amekatwa pua. Pua yote wameikata. Baada ya kupigiwa simu majira kama ya saa 8 na mtoto akiwa, mama, huku tumepata msiba, mjukuu kafariki. Nikaambia sawa, niko mbali kidogo kwenye shughuli, nikimaliza na kuja. Nimefika hapa nikakuta hapa mna watu. Huku chumbani giza, mimi nikapitiza moja kwa moja huko nalia. Nimefika kule tumelialia. Baadaye nikawa namuuliza mtoto ameumwa nini, mbona ghafla hivi? Akasema yeye alishikwa tu na kifua. Haya, mtoto yuko wapi? Yuko kule. Sasa nyinyi mtakaaje huku mtoto yupo kule? Sio vizuri. Maiti siku zote waga inaangaliwa kwenye ulinzi. Akasema sawa bibi, inuka kamuone. Kwa kuwa umekuja mwenyewe nenda. Nikawa nimeinuka na Rose, tulikuwa tumekuja kukuta huku giza. Nikaambia Rose, washa simu tumulike. Basi nikawa namnyosha hapo, kwa sababu binadamu akifariki kabla hajapoa huwa anakuwa tepetepe. Kwa hiyo akipoa anakauka. Nikaanza kumnyosha viungo vya miguu na mikononi. Sasa baadaye nimfunue, nimweke kichwa vizuri. Kufunua hivi ndio nakuta pua hamna. Mimi nikaanza kupiga kelele, jamani njoni muone maajabu. Huko nalia, jamani maajabu, huko nalia. Ndio akawa amekimbia tukuje huko ndani. Kweli kuja kuangalia hapo pua ya mtoto haipo. Hiki kitendo nimekishangaa sana, nitangu nimefikia umri huo. Ilikuwa saa 2 usiku. Nikakuta bibi yake na mama wa marehemu anasema, jamani, hata kama mtoto amekufa ndo awe na pua hana. Wote tukashangaa. Hana pua Tukaingia chumbani. Kufika kweli kafunua mtoto hana pua yote hii, wameikata pua, ni mashimo tu ndio yanaonekana na nyama nyeupe. Kwenye mtaa wangu hili naweza nikahesabu ni tukio nafikiri kama sio la 3 la 4 kwenye mtaa wangu kwa miaka hapa karibuni, kuanzia nimekuwa mwenyekiti, ambao matukio kama namna hii. Kama nakumbuka kuna tukio la mtoto kupotea, alibebwa mtoto mdogo, lakini pia tukio hili tena ambalo limetokea limeleta sintofahamu, na hili pia bado uchunguzi unaendelea, sababu jeshi la polisi limebeba mwili, watatujulisha kwamba ni kitu gani, maana linachanganya, halina maelezo mazuri. Baada ya tukio, mwili wa mtoto huyo ulifikishwa hospitali ya manispaa ya Mpanda kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Na hapa mganga mfawidhi wa hospitali hiyo anakiri kupokea mwili huo ukiwa hauna kiungo hicho. Jana tulipokea mwili wa mtoto mchanga wa miezi 5. Mwili huu ulikuwa ni wa mtoto ambaye anaonekana pua yake imeondolewa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali. Uchunguzi bado unaendelea, na tutakapokamilisha uchunguzi tutatoa taarifa kamili. Matukio haya yamekuwa yakihusishwa na imani za kishirikina, ambapo yameendelea kuleta hofu na taharuki miongoni mwa wanajamii.